lengo la ziara yangu ni kujionea kwa karibu namna VETA inavyotekeleza majukumu yake, ikiwemo mafanikio na matarajio yenu. VETA ni taasisi muhimu na ya kimkakati katika kuchangia ufanikishaji wa ajenda ya maendeleo ya nchi kiuchumi kama ilivyoainishwa katika Dira 2050. Uchumi wa viwanda unategemea uwepo wa nguvu kazi yenye ujuzi, maarifa na ubunifu. Maendeleo na ongezeko la viwanda kwa ujumla yanategemea uwepo wa mafundi mahiri wanaoendana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Hivyo ni muhimu VETA kujielekeza katika kutoa mafunzo yanayochochea matumizi ya mifumo ya tehama katika uchumi wa kidijitali unaohusisha matumizi ya akili unde na roboti. Mabibi na mabwana, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga vyema kuhakikisha kuwa VETA inapatiwa vifaa vya mafunzo vya kutosha na vya kisasa, kuajiri watumishi hususan wakufunzi wenye ujuzi na mbinu za kufundisha na kujifunzia. Tayari tuna kibali cha ajira 300 na kwa kuwa mimi ndio niliokuja kukabidhi vifaa hapa, nitatoa kipaumbele kwa VETA Chamber ili kati ya walimu 300 basi tupate walimu katika chuo hichi. Lakini jengine, nimeambiwa hapa kwamba wiki iliyopita tuna wanafunzi 48 ambao walihitimu na natumai kwamba huko aliko wataweza kupata fursa kutokana na ujuzi ambao wamejifunza hapa. Lakini pia umezungumzia swala la uzio. Naomba nitoe maelekezo kwa VETA. Nafahamu nyinyi mna mafundi wazuri ambao mnafundisha na wanamaliza kozi wakiwa mafundi wazuri kabisa. Kwa hiyo niombe wale mafundi ambao mmezalisha katika vyuo vingine vya VETA ama hiki hapa waje kufanya practical katika chuo hichi cha VETA. Waje hapa wafanye practical kwa kujenga uzio wa chuo chetu. Naambiwa kwamba kuna watoto wa kike hapa na kuna boarding. Kwa hiyo ili watoto wetu wasome kwa salama na amani, lakini wakiwa katika mazingira safi na salama, ni lazima tuweke uzio hapa. Kwa hiyo maelekezo yangu ni hayo, na nadhani VETA wamenisikia. Tutafute mafundi waje kufanya practical katika chuo hichi cha VETA Chamber. Kulikuwa kuna short courses ambazo zilikuwa zinatolewa hapa, na mimi naomba nitoe maelekezo kwa chuo cha VETA kurejesha zile kozi ambazo zilikuwa zinatolewa, short courses, mafunzo ya muda mfupi yanayoendana na mazingira na shughuli za uchumi za eneo hili la Chamber. Wizara imekuwa inaweka kipaumbele kikubwa sana kusimamia eneo hili la mafunzo ya ufundi stadi, ili kama ilivyokuwa matamanio ya Watanzania wengi kuzalisha vijana wenye ujuzi, wenye umahiri wa kuchangia katika maendeleo ya taifa lao kwa kujiajiri wao wenyewe au hata kuajiri watu wengine. Mheshimiwa Naibu Waziri, wote mtakumbuka sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 linaweka mkazo katika kujenga mfumo wa elimu na mafunzo unaozingatia ujuzi na ubunifu ili kuleta tija katika uzalishaji au katika kuchangia maendeleo ya sekta mbalimbali. Sera hii inalenga kuimarisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi na kuongeza ushirikiano wa taasisi za mafunzo na sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa wanaopita katika taasisi hizo wanapata mafunzo stahiki yanayoendana na mahitaji ya soko na mahitaji ya ajira, lakini yale pia mahitaji ya jamii kwa ujumla.